Karibu katika sehemu ya pili ya taarifa hizi. Utafiti wa hivi punde wa shirika la Infotrack umeonyesha hali mbaya ya ustawi wa kiuchumi wa nchi, huku wengi waliohojiwa wakisema kuwa mwaka 2025 kwa ujumla ulikuwa mbaya, wakitaja ufisadi na gharama ya juu ya maisha kama sababu kuu. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa ukosefu wa ajira na kupanda kwa gharama ya chakula ndizo changamoto kubwa zaidi za kifedha walizoshuhudia Wakenya. Aidha, imebainisha kuwa kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na kiongozi wa ODM Raila Odinga ndilo tukio muhimu zaidi lililoathiri mwaka 2025, kikifuatwa na karibu na maandamano ya kizazi cha Gen Z. Taarifa hii imeandaliwa na Esther Diana na kutoa sauti na Ali Manzu. Kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga mnamo Oktoba 2025 kimetajwa kama mojawapo ya matukio makubwa zaidi kihistoria mwaka huu. Kwa mujibu wa utafiti wa Infotrack, tukio hilo liliathiri 30% ya waliohojiwa na kulifanya kuwa tukio muhimu zaidi la mwaka 2025. Maandamano ya vijana wa Gen Z yaliyoanza mwaka 2024 na kuendelea hadi mwaka 2025 yalitajwa kuwa tukio la pili kwa umuhimu. Utafiti huo unaonyesha kuwa harakati za vijana na kifo cha Raila Odinga vinaendelea kuathiri mijadala ya kisiasa, mageuzi ya sera pamoja na masuala ya fedha za umma. Kadri ya Wakenya wanavyotathmini mwaka 2025 kibinafsi, kiuchumi na kisiasa, wengi wanautaja kama mwaka mbaya, huku 14% pekee wakisema ulikuwa mwaka wenye mafanikio. If you check unemployment, it forms part of the reasons as to why the country is perceived to be headed into the wrong direction. Takwimu zinaonyesha kuwa siasa, harakati za vijana na gharama ya juu ya maisha ndizo zilizoongoza mwaka 2025. Ada za shule pia zimetajwa kama mzigo mkubwa wa kifedha, ikifuatiwa na mishahara ya kiwango cha chini, gharama ya afya na kodi ya nyumba. Ukosefu wa ajira unaendelea kuwa changamoto kubwa kwa vijana, huku 14% ya wananchi wakielezea wasiwasi mkubwa kuhusu ajira. Kwa upande mwingine, watu wenye umri wa miaka 55 na zaidi wanahofia zaidi karo shuleni. The younger people are really crying because after graduating you have no employment. Takriban nusu ya Wakenya wameripoti kuongezeka kwa msongo wa mawazo na wasiwasi kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. Wengi wamesema matatizo ya kiafya na shinikizo ya maisha ya kila siku yameathiri pakubwa afya yao ya akili. The level of stress and mental health, which is now one of the biggest key issue in the country, mental health. This is being attributed highly because of the economic pressure. Aidha, ufisadi, ushuru na sera za serikali zimetajwa kama sababu kuu za kupanda kwa gharama ya maisha. Ingawa baadhi wana matumaini, 16% wanaamini kuwa mwaka wa 2026 utakuwa mbaya zaidi kuliko mwaka 2025, wakitarajia hali ya uchumi na fedha kuzorota zaidi. Bila shaka ni taarifa hiyo ambayo imeandaliwa na Esther Diana na kutoa sauti na